Bwana Yesu asifiwe. Leo tunafika kipindi kizuri cha kusikiliza neno la Mungu, angalau yale machache ambayo tumeandaliana hapa tuweze kukumbushana. Amen. Ndio, asante sana. Bwana Yesu asifiwe. All right. Leo nataka tuzungumze kuhusu neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Mara nyingi tunakuwa tunasikia watu wanasema neema ya Mungu ni kubwa. Ni kwa neema. Nataka tujue neema ya Mungu ni nini leo. Kumbushane mambo mbalimbali. Ni somo ndefu, lakini tumechukua tu mambo kidogo kidogo ambayo angalau tuyakumbuke hayo katika yale mengi ambayo yamesemwa kuhusu neema ya Mungu. Kama kawaida yetu tutajitahidi kutokuchukua muda mrefu sana. Kwa hiyo tunachukua zile pointi ambazo nafikiri ni muhimu zaidi. Sasa utakaposoma katika Biblia yako katika kitabu cha Yohana sura ya 8 mstari wa kwanza mpaka 11, hapo tunaona neema ya Mungu inaanza kujidhihirisha katika maisha yetu. Hicho ni kipindi ambacho Yesu Kristo alimsamehe yule mwanamke ambaye alitenda dhambi ya usharati. Lakini pia ukisoma Luka 23:39 mpaka 43, pia tunaona neema ya Mungu. Ni wakati ambao Yesu Kristo aliweza kumsamehe yule mwizi pale msalabani. Wakati walipokuwa wamefungwa, yeye alikuwa katikati. Kuna mmoja ambaye alienda kutambua, kuna mmoja ambaye alienda kumkubali Yesu Kristo akiwa kwenye siku zake za mwisho, na Yesu Kristo aliweza kumsamea licha ya kwamba alikuwa ni mwenye dhambi, licha ya kwamba alikuwa ni mtu ambaye ni mwovu. Kwa vile alienda kurekonetre, alienda kumkubali Yesu, hata kama zilikuwa ni siku za mwisho za maisha yake, Biblia inasema kwamba yule bwana alisamehewa, na Yesu alimwahidi kwamba wataenda kuonana kwa Baba mbinguni. Lakini pia katika Biblia yako ukisoma Luka 15:11 mpaka 32, tunaenda kuona tukio nyingine ambalo linadhihirisha neema ya Mungu. Ni pale ule mwana mpotevu baada ya kuomba kile ambacho kilikuwa cha kwake kwa baba yake na kwenda kwenye nchi za mbali, akaenda kufanya anasa na kuharibu pesa zote ambazo alikuwa amezipewa. Mwisho wa siku akakubali na akakumbuka kwamba vyakula ninavyokula hapa ni vyakula ambavyo haviwezi kuliwa hata kwa baba yangu. Kwa nini nisirudi nyumbani? Na aliporudi nyumbani, Biblia inatuambia kwamba alipokelewa kwa shangwe na alipokelewa kama mfalme na akasamehewa makosa yake na akaanza tena kuishi vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Na si hapo tu, tunaona tena katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 9 mstari wa kwanza mpaka 22, Mtume Paulo hapo zamani alikuwa amejulikana kama muuaji mkubwa, aliua Wakristo wengi sana. Lakini unaweza ukashangaa mtu ambaye alikuwa ni muuaji wa kiasi hicho leo kuwa mmoja kati ya mitume wakubwa ambao wamefanya kazi kubwa sana ya Mungu katika haya maisha ambayo tunayaishi. Huwezi ukasema kuhusu Biblia ushindwe kumsema kuhusu mfalme Paulo, lakini huyu alikuwa ni muuaji. Hiyo pia ni picha, ni sura ya neema, ni sura ya kile ambacho tunasema kila siku, neema ya Mungu, neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio picha halisi ya neema ya Mungu. Sasa neema ya Mungu ni nini? Nataka tujue leo neema ya Mungu ni nini. Neema ya Mungu ni msamaha. Neema ya Mungu ni ukarimu. Neema ya Mungu ni upendo ambao Mungu anakupa, upendo ambao haukustahili, msamaha ambao haukustahili, ukarimu ambao haukustahili, ambao Mungu anakupa. Hiyo ndio neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tukiona mifano yetu minne ambayo tumeitoa hapo, huyu mwanamke
kwa sababu ya tabia zake za usharati, alikuwa hana haki ya kusamehewa. Tunaona pale ule mwizi msalabani, kwa sababu ya matendo yake maovu, mwizi alikuwa hana haki ya kusamehewa. Tunamwona Paulo alikuwa ni muuaji mkubwa, aliua Wakristo wengi, alikuwa hana nafasi ya kusamehewa. Kwa nini asamehewe wakati ni mtenda dhambi? Bwana Yesu asifiwe tena. Lakini kumbe neema ya Mungu ni nini? Ni upendo, ni msamaha, ni ukarimu ambao Mungu anakufanyia hata kama haustahili upendo huo, hata kama haustahili ukarimu huo. Hiyo ndio neema ya Mungu. Kwa hiyo nataka niseme nini? Nataka niseme kwamba mpendwa, usijali na makosa ambayo unayafanya, usijali na matendo maovu ambayo unayafanya, bado unaweza kusamehewa. Kwa nini? Kwa sababu walio wengi mpaka leo kama wanaendelea kuishi maisha mabovu, ni kwa sababu wanapokuja wanajiona kwamba wao wamechafuka sana, wanajiona kwamba watenda dhambi wakubwa sana, kwamba Mungu hawezi kuwapokea. Mungu alisema kwamba hata kama dhambi zenu zikiwa nyekundu kama damu, yeye atazitakasa na kuwa nyeupe kama theluji. Theluji ni kama vile hizi snow ambao unaona hapo nje, ni vitu vyeupe sana. Imagine dhambi yako iwe nyekundu kama damu, lakini Mungu akuahidi kwamba ataweza kuifanya kuwa nyeupe kama theluji. Hiyo ni taarifa nzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa wale ambao wanakaa nje ya kanisa, kwa wale ambao wanafikiri kwamba wao wamechafuka sana, kwamba hata kama wakienda kanisani, hata kama wakipenda kujiosha, wanafikiri kwamba damu yote haitaisha, wanafikiri kwamba watabakia na maruje, wanafikiri kwamba hawawezi kupokelewa tena kwa sababu wana makosa mengi. Ujumbe mwema, ujumbe mzuri, ujumbe wa kufariji ni kwamba Mungu anaweza kutupokea hata tukiwa ni wachafu kiasi gani, hata tukiwa ni watenda dhambi wakubwa kiasi gani. Kuna swali ndogo ambalo tunatakiwa kujiuliza. Sasa kumbe kama Mungu anatusamea, kumbe kama kuna neema, ina maana tunaruhusiwa kutenda dhambi ovyo. Sababu si Mungu atatusamea, at the end of the day atasema kwamba nimeyafuta yote. Bwana Yesu asifiwe. Biblia imetujibu. Unaweza kufungua kitabu chako cha Biblia tuone majibu ya hii swali. Je, kwa sababu kuna neema ya Mungu tunaruhusiwa kutenda dhambi ovyo? Warumi 6 mstari wa 1 mpaka wa 2 unasema, tuseme nini basi? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? Hasha! Sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa sababu neema ipo, sio kibali cha sisi kutenda dhambi. Neema ni kitu ambacho kinatakiwa kutuhimiza ili kutenda dhambi. Neema haiko pale kutuhimiza sisi kufanya tena dhambi. Ni kitu muhimu sana ambacho tunatakiwa kuendelea kukizingatia. Sasa kwa nini neema ya Mungu ni muhimu katika maisha yetu? Kwa nini? Kwa nini neema ya Mungu ni muhimu? Neema ya Mungu ni muhimu sana katika maisha yetu kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kuingia mbinguni kwa nguvu zake mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hautaingia mbinguni kwa sababu una akili nyingi. Hautaingia mbinguni kwa sababu unajipiganisha kutokufanya dhambi. Yaani huwezi kujikosha mwenyewe mpaka uwe perfect kwenye pointi ya kusema kwamba unaweza kaingia mbinguni. Kwani mbinguni ni mahali patakatifu, na wale walio watakatifu ndio ambao wana haki ya kuishi huko. Ndio maana ndio sehemu ambapo Mungu anaishi, maana Mungu ni mtakatifu wa watakatifu.
na chochote ambacho kitaingia mle ili kuishi mle ndani lazima kiwe kitakatifu. Kwa hiyo hapo tunaanza kuona kumbe neema ya Mungu ni muhimu, kwa sababu Mungu atakapotufanya watakatifu ndipo tutakapopata kibali pia cha kuingia mbinguni. Tusipopata neema ya Mungu hatuwezi kuingia mbinguni, kwa sababu hatuna nguvu sisi ya kujifanya watakatifu. Mtu ambaye anaweza kutufanya kuwa watakatifu ni mtu mmoja, ni Mungu peke yake, na anatufanya watakatifu ni kwa neema, ni kwa upendo wake ambao sisi hatustahili kulingana na matendo yetu. Ndio inatufanya sisi tuwe na nguvu ya kuingia siku moja mbinguni. Tukisoma Warumi, soma kwanza Warumi hapo, Warumi 3:10, sura ya 3 mstari wa 10. Warumi sura ya 3 mstari wa 10. Hizi Biblia zetu za digital tunatakiwa kuachana nazo sasa. Turudi kule mwanzoni. Naona wanaanza maaje hapa. Warumi sura ya 3 mstari wa 10. Kama uko tayari tunaweza kusoma. Naona 3 mstari wa 10 Warumi. Amen. Tuendelee. Hata mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Hata tukijaribu kufanya yote ambayo tunayafanya, bado hatujaqualify kujisafisha kwenye pointi ya kusema kwamba tumekuwa perfect, tumekuwa watakatifu ili tuweze kuingia katika mbingu. Kitu kimoja tu ambacho kinaweza kutuingiza mbingu ni neema ya Mungu. Sasa naomba unisikilize. Kibali ambacho kinamfanya Mungu, kibali ambacho kinaifanya neema ya Mungu itumike katika maisha yako. Hii ndio point napenda upeleke nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kibali ambacho kitafanya Mungu atumie neema yake katika maisha yako ni kimoja. Ni kimoja. Tukiangalia hapa, yule bwana msalabani ambaye alikuwa ni mhalifu, alikuwa ni mwizi, kitu ambacho kilimtuma, kitu ambacho kilimpa kibali ili Mungu aweze kutumia neema yake katika maisha yake, ni kwa sababu mwisho wa siku yule jamaa alimkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia Paulo, kama alipata neema ya Mungu katika maisha yake, alipata ile favor ya neema ya Mungu katika maisha yake, kwa sababu Paulo alikubali Yesu kuwa mwamba na mwokozi wa maisha yake. Lakini pia yule mtoto mpotevu alienda kuanguka mbele ya baba yake na kutubu na kuomba msamaha na kumpokea Yesu katika maisha yake. Ndio maana neema ya Mungu ilitumika katika maisha yake. Kwa hiyo sheria ni moja tu. Unaweza ukafanya dhambi zote katika haya maisha. Kitu kikubwa zaidi ambacho unatakiwa kukijua ni kukaa ndani ya Yesu. Ukiwa umekaa ndani ya Yesu, tayari umelipa tiketi ya kupata neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yule ambaye hajakubali Yesu leo, yule ambaye hajaokoka leo, huyo mtu hana chance ya kupata neema ya Mungu. Huyo mtu hana bahati ya kusamehewa. Huyo mtu hana bahati ya kupata upendo. Huyo mtu hana bahati ya kupata ukarimu wa Mungu ambao hauendani na matendo ambayo anayafanya. Na hii ndo sababu ambayo ilimfanya Yesu ashuke duniani. Yesu alishuka duniani kwa sababu ya kuja kufuta dhambi zetu, ili
tuweze kupata neema ya Mungu. Ndio sababu yaani mambo yote ya kufa msalabani ambayo uliona shida ilikuwa ni moja tu, naenda kufa ili hawa watu wapate neema ya kusamewa, ili hawa watu wapate neema ya kupokea upendo wa Mungu licha ya dhambi zao. Kwa hiyo kwa yote ambayo unaweza ukayafanya na hivi na vile, unajaribu kujiweka mtakatifu sana, hauna uwezo wa kuweza kufuta nguvu ya dhambi zako mpaka kupitia damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe tena. Hiyo ndio habari njema iliyopo. Kwa hiyo fanya yote ambayo unayafanya mpendwa, hakikisha kwamba uko kwanza ndani ya camp kwanza hapa ya kuokoka. Ukiwa huko ndani ndio unaweza kupata sasa nafasi ya kusamehewa dhambi zako. Usipokuwa huko ndani, hakuna neema ambayo itatumika katika maisha yako. Kwa hiyo kitu kikubwa muhimu sana ambacho tunatakiwa kupeleka nyumbani leo ni kuendelea kuelewa kwamba kumbe, ili nipate neema ya Mungu, ili niweze kutakasika leo, ili niweze kupata kibali na haki ya kuingia mbinguni, lazima nimkubali Yesu Kristo kuwa mwamba na mwokozi wa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe tena. Kwa hiyo kuna kaswali kadogo tunaweza kujiuliza, na nafikiri majibu tayari tumeshayatoa. Kumbe sisi ni watu ambao hatuwezi kujifanya watakatifu kwa nguvu zetu, lakini kwa neema ya Mungu tunaweza kuwa watakatifu na tunaweza kuingia mbinguni. Ina maana kwamba mbinguni Mungu hawezi kuruhusu mtu ambaye si mtakatifu aingie pale. Kwa nini? Mbinguni ni mahali patakatifu ambao wanaishi humo ndani watakatifu tu. Kwa hiyo Mungu atatugeuza, Mungu atakufanya uwe mtakatifu kwanza, ndo anakuruhusu sasa uende kuingia wapi? Mbinguni. Hawezi kukuacha uingie humo ndani ukiwa mchafu, kwa sababu ni mahali ambao unaingia wale tu ambao ni watakatifu. Na anatumia nini? Kama tulivyosema, tayari alishamtuma mtu, tayari alishamtuma Yesu Kristo. Ni decision yako sasa, au ni devoir yako, ni jukumu lako la kumpa Yesu Kristo maisha yako, ili tayari uqualify kupata ile neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena. Tusome Ufunuo 21:27. Tuone hivi mbinguni ni sehemu pa ovyo ovyo, pakoje mbinguni? Ufunuo 21:27. Ufunuo inasema na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima wa kitabu cha mwana kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Pale pana geti kubwa. Kama wewe sio mtakatifu, hautapata nafasi ya kuingia. Na ili upate nafasi ya kuingia, ni lazima ukubali Yesu Kristo kuwa mwamba na mwokozi wa maisha yako. Ukijaribu kufanya hiyo kwa nguvu zako, hautaweza. Huwezi kujitakasa wewe, hauna huo uwezo. Kitu kimoja ambacho kina uwezo kukutakasa, kukusafisha, ili upate kibali, ili uqualify kuingia mbinguni, ni wewe kukubali kuoshwa na damu ya Yesu Kristo, kukubali kuwa Yesu Kristo ndio mwokozi wa maisha yako. Hicho ndio kitakusaidia. Tusome Wakorintho wa kwanza sura ya 15. Korinto wa kwanza 15 51 mpaka 57. Parefu hapo. Tusikie nini tunaambiwa hapo. Anasema angalieni, na waambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika
kwa dakika moja kufumba na kufumbua wakati parapanda ya mwisho, maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Ina maana kwamba Mungu hatakubali mtu ni mtu aingie. Kama tayari umeshakuwa qualify, na maana umemkubali Yesu Kristo kwa mwamba na mwokozi wa maisha yako, tayari umekuwa qualify. Kwa hiyo tutachunguzwa, wanani walikubali na wanani hawakubali. Kwa nini Mungu hataruhusu kitu ambacho si takatifu kiingie katika mbingu? Kwa dakika moja kufumba na kufumbua wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, na huu wa kufa uvae kutokufa. Basi huu uharibikao utakapovaa kutokuharibika, na huu wa kufa utakapovaa kutokufa. Bwana Yesu asifiwe. Hizi verses zina complicate kidogo, ukisoma taratibu utaelewa vizuri zaidi. Pointi yetu iko hapo kwa 57. Tunashuka taratibu. Ku wapi mauti kushinda kwako? U wapi mauti uchungu wako? Uchungu wa mauti ni dhambi, na nguvu ya dhambi ni torati. Lakini Mungu atashukuriwa atupaye kushinda kwa Bwana yetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Andiko yote ndefu ambayo tumeisoma hapo, nataka kutuambia kitu kimoja tu ambacho napenda uweze kukizingatia. Dawa ya sisi kupata neema au kibali kwa qualify kuingia katika mbingu ni kumwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Sasa nataka tujifunze kitu kimoja cha mwisho tuweze kumalizia somo yetu fupi sana ya leo. Nataka tuone kwa nini Mungu ni mwenye neema. Kwa nini Mungu ni mwenye neema? Kwa nini? Mungu ni mwenye neema kwa sababu cha kwanza, asili ya Mungu ni upendo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ni mwenye neema kwa sababu asili yake ni upendo. Unapokuwa unapenda watu, huwezi kuwapenda kuona wanapotea. Kwa hiyo Mungu, kwa sababu yeye ni upendo, naye anapenda pia kutuokoa. Tutaweza kuviona pia hapa chini. Ndio maana Mungu ana neema, kwa sababu yeye ni upendo. Kumbuka, neema ni upendo ambao Mungu anakupa. Hata kama hukustahili ule upendo, Mungu bado anakupa ule upendo. Na kwa nini anatupatia ule upendo? Kwa sababu yeye mwenyewe kiasili yeye ni upendo. Tukisoma Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8, tunaona kwamba anasema kwamba Mungu ni upendo. Mungu ni upendo. Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8. Mstari wa 8 nasema kwamba nasema kwamba yeye asiyependa hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ni upendo. Ndio maana Mungu ni mwenye neema. Kwa nini Mungu ni mwenye neema? Kwa sababu Mungu ni mwenye huruma. Kama Mungu anasamea watu, ni kwa sababu by nature au kwa asili yake Mungu ni mwenye huruma. Ndio maana aliweza kumsamea yule kijana ambaye alikwenda kuomba pesa zake kwa baba yake, akapotelea nchi za mbali. Alipokuja kuomba huruma, Mungu alimsamea. Kwa hiyo Mungu ni mwenye rehema. Hata sisi kwa yale ambayo tunayafanya, Mungu bado anaweza kutusamea. Na tukisoma Kutoka, tuangalie Mungu mwenye huruma. Kutoka
34 mstari wa 6 mpaka wa 7 nasema, Bwana akapita mbele yake akatangaza, Bwana, 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 Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema, na kwa kweli mwenye kuwaonea huruma watu maelfu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mungu ni mwenye neema kwa sababu Mungu ni mwenye huruma. Mungu anatuonea huruma. Mungu huwa hashikwi na hasira ovyo ovyo. Kwa nini Mungu ni mwenye neema? Kwa sababu Mungu ni mwokoaji. Iko sauver by nature. Mungu ni mwokoaji. Mungu hapendi tuangamie. Sio plani zake. Mungu anapenda sisi wote tuweze kuokoka ili siku moja sisi wote tuweze kuenjoy maisha ya baadaye. Hicho ndio Mungu anakipenda. Kwa hiyo Mungu hapendi kugandamiza, Mungu anapenda kuokoa. Ndio maana yeye ni mwenye neema. Tukisoma Isaya, tukimwona Isaya hapa, Isaya 43:11. Isaya 43:11 inaonyesha ni namna gani Mungu ni mwokoaji. 43:11 naweza kusoma, mimi ni Bwana, zaidi yangu mimi hapana mwokozi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mungu anapenda kutuokoa. Mungu hapendi sisi kuendelea kuishi kama tunavyoishi, na ndio maana yeye ni mwenye neema, kwa sababu ni kitu ambacho kiko ndani mwake. Anapenda watu waokoke, hapendi watu wapotee, watu waangamie. Kwa nini Mungu ni mwenye neema? Sababu ya 4, kwa sababu Mungu anaelewa mapungufu yetu. Mungu anaelewa mapungufu yetu. Mungu anajua kwamba kwa uwezo wako wewe una nguvu za kujitakasa mwenyewe. Hata ufanye nini, huwezi kuwa mtakatifu. Wewe ni mwanadamu, lazima utakosea hapa na pale. Lazima utatenda dhambi kwa kufikiria, utatenda dhambi kwa kuteta watu, kwa kuzungumza, utatenda dhambi unapojua, usipojua unatenda dhambi. Ni vigumu sana wewe kujifanya kuwa mtakatifu. Mungu anaelewa. Kwa hiyo Mungu akatupatia ile zawadi ya neema. Ina maana kwamba hata kama hatustahili kupewa upendo, hata kama hatustahili kupewa ukarimu, bado Mungu anatupatia. Na tukisoma Zaburi 103, nataka tuone Mungu ni mwenye neema na Mungu anaelewa mapungufu yetu. Tuone Zaburi 103:14 inasemaje? Zaburi 103:14 nitampata sasa hivi. Zaburi 103:14. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Mungu anakujua. Mungu anajua pia madhaifu yako. Kwa hiyo anajua kwa uwezo wako wewe huwezi kufanikiwa, huwezi kuokoka. Kwa hiyo ndio maana ileta nguvu za neema iweze kutusaidia. Hizo ni sababu 4 na ziko nyingi sana, lakini moja kati ya mojawapo ya zile sababu ambazo zinamfanya Mungu au mwenye neema kwetu. Sasa mpendwa, tunaenda kumalizia somo letu kusema kwamba kumbe kama Mungu wetu ni mwenye neema, na sisi tunatakiwa kuiga mfano wa Mungu. Kumbuka sisi ni miungu, ni wa Mungu wadogo. Tunatakiwa kuiga nature ya Mungu. Tunatakiwa kuiga asili ya Mungu.
tunatakiwa pia kuwa wenye neema. Nataka niseme nini? Fungua moyo wako, fanya yale mambo ambayo Mungu anayafanya. Mungu anatusamea hata kama hatukustahili msamaha. Ina maana katika maisha yako mpendwa, uwe pia unasamea watu, hata kama wale watu hawastahili ule msamaha. Kumbuka kwamba wewe ni Mungu, na kumbuka kwamba hili ni moja ya quality muhimu sana ya Mungu, kusamea watu wengine, lakini pia kupenda watu wengine bila kuwahesabilia haya na yale na yale, bila masheria mengi. Tunaombwa kupenda wengine, kwa sababu kupitia upendo ndio maana Mungu anatuokoa. Lakini sio hiyo tu, tunatakiwa kuwapa watu nafasi za pili, second chance. Baada ya mtu kuboroga, baada ya mtu kukosea, mpe nafasi ya pili aweze kujaribu tena. Hiyo ni alama kwamba wewe unaiga kwa Mungu. Hiyo ni alama kwamba una moyo wa neema ndani mwako, unawapa watu nafasi zingine. Lakini pia tuishi maisha ya kusaidiana, tusaidie wengine. Ni alama kwamba sisi ni watu ambao tuko pia na neema, tunaishi na neema katika maisha yetu, kama Mungu anavyoishi na neema katika maisha yetu. Lakini pia tuwe wavumilivu, tuwe wavumilivu. Mungu kama anaweza kutusamea yote ambayo tunayafanya leo, kwa sababu anatuvumilia katika yale ambayo tunayafanya. Kwa hiyo ni muhimu sana kuiga pia hiyo quality. Ni muhimu sana, ni sifa nzuri sana ya kuwa tunavumilia. Unapokuwa unavumilia, ina maana kwamba unajipa nafasi ya kuona ambayo yanakuja mbele, mazuri zaidi ambayo yanakuja mbele. Jitahidi sana kupiganisha moyo wa pupa, kwenda haraka na mambo. Kitu fulani kikikuumiza kidogo, umechukua maamuzi ambayo yako makubwa hata zaidi ya kitu ambacho kilitokea. Kila siku jitahidi ufanye maamuzi ambayo yanapush kidogo mambo yanaenda mbele kidogo, ili uone kile ambacho Mungu amekupangia hapo mbele. Asante sana na Mungu azidi kuwabariki wote. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amena. Ndio tumesikia neno ambalo tunatuonesha misingi ya maisha yetu. Neema si kwa wapagani, lakini neema ni kwa yule ambaye amefanya hatua kutoka upagani na kuingia kwenye Ukristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amena. Kwa maana kila wakati tunaitambua neema ya Mungu. Lala kuamka tunasema ni neema, kuendesha magari na kufika salama wanakoelekea tunasema ni neema, kwa sababu tuko ndani ya wokovu tayari. Ndio maana tunaitambua neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo ni kuendelea kuishi ndani ya neema, maana ndiko kuna kile tunachokihitaji. Uwezi ukapata unachokitaka usipokuwa ndani ya neema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen.